neno liko na liaga taratibu. Kila mmoja ana kumbukumbu ya maumivu ya hapa duniani yanayomuumiza kila akiyakumbuka. Ya kwangu na ya kwetu ni kumpoteza baba, mume na kiongozi wa familia yetu. Leo tunakumbuka na kutafakari pamoja na kumshukuru Mungu kwa kutuvusha katika maumivu hayo hadi siku hii na milele. Tarehe 7 Februari 2026, moja kati ya tarehe kubwa za kukumbuka kwenye maisha yangu. Tarehe ambayo mtumishi wa Mungu aliondoka miaka 2 iliyopita. Aliondoka kwenda katika makazi yake ya milele. Ni moja kati ya siku zilizokuwa za huzuni kwenye maisha yangu. Na leo ikiwa ni siku ya kumbukizi yake, nimekuja kuzungumza machache kati ya mengi niliyojifunza kama mtoto wake wa kwanza na kama mtoto ambaye nimepitia magumu mengi kwenye maisha yangu. Maisha yangu ama yetu yamekuwa ya shida tuseme toka ambapo alivyoondoka duniani, lakini moja kati ya kitu ambacho kinanitia moyo ni kwamba Mungu hajatuacha. Mungu hajasimama dhidi yetu. Wapo wengi waliosema kwamba tutaona watafika wapi katika kila kitu ambacho walikuwa nacho, tuone kama wataendelea vile vile kwa sababu kiburi chao kimeisha. Kichwani kwangu ilikuwa ni kwamba hatukuwa na mtu ambaye anatutia kiburi katika maisha yetu, bali alikuwa ni mtu ambaye anatuongoza kufika katika kuangalia neno ama kulitazamia neno la Bwana. Tulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa anatuaminisha ya kwamba Yesu yupo na anafanya kazi katika maisha yetu. Hatukuamini kama tungeendelea na maisha hivi tulivyo sasa. Tunapumua, mama anaendelea na kufanya kazi, anaendelea kumtumikia Mungu, anaendelea kufanya mambo yake ya kawaida. Sisi tunaendelea na maisha yetu ya kawaida mengine kama ilivyokuwa ada. Nilichojifunza katika kipindi hiki kigumu cha maisha yetu ambayo tumepitia kama familia ni kwamba marafiki watakuja na kuondoka. Ndugu wa kweli na marafiki wa kweli utawaona kwa namna ambayo wataendelea kubaki na nyie katika maisha yenu, ya kubaki na nyie na kuendelea kuwa karibu na nyie katika maisha yenu. Kitu ambacho nimekikumbuka katika siku ile, tulipokea ahadi nyingi ya kwamba msiogope, tutakuwa nanyi hadi maisha yatakapoendelea kama kawaida. Wale waliotoa zile ahadi hawaonekani na wale ambao hawakuzungumza kwenye maisha yetu kwamba watafanya hiki wala hiki, ndio waliweza kushikana nasi mkono bega kwa bega na kuendelea nasi. Nimejifunza matatizo mengi yaliyoko kwenye familia yanaanzia wapi kupitia kifo cha baba yangu. Nimejifunza uzembe mwingi wa mtoto kupoteza njia katika maisha yake unaanzia wapi. Nimejifunza kukosa sauti ya baba katika maisha inaweza kukufanya ukawa mtu uliyepotea. Na hapo tukasema kwamba umempoteza Yesu Kristo katika maisha yako akuongoze, unaweza kupotea kabisa ukawa mtu wa kuendana na dunia jinsi inavyotaka. Niko hapa kumkumbuka makuu na mazito ambayo ameendelea kuyafanya ndani ya maisha yetu, kutuonesha njia, kutuonesha namna gani ya kusogea. Mafundisho yake, viboko vyake vya ajabu na vichungu mpaka leo vinaishi kichwani kwangu, na muda mwingine naogopa kukosea kwa sababu ninahisi kama yupo na atanichapa ama atanikaripia. Alikuwa na kauli yake, nikifanya hivi familia mnaelewa, na ni moja kati ya vitu ambavyo navikumbuka kwenye maisha yangu. Katika uhalisia ambao ninaendelea nao kwenye maisha yangu, naendelea kujifunza vitu vingi, kwani matatizo yanaweza yakaja. Kuna watu wataona baba yako hayupo hai, watakuanzishia shida, kukujaribu kukupima kwamba utasimama wapi katika shida hizo ambazo zinatokea. Actually, babangu alivyokuwa akiondoka duniani, nilikuwa katika masomo yangu mahali fulani, nilikuwa nikisoma na nikiwa naendelea na maisha yangu ya kawaida kama kawaida, lakini huko ndiko niliuona moto mwingine ambao sikuwahi kuuona. Kwa kupitia mahangaiko, nafsi, moyo unauma, kulia kwingi. Nilikuwa natoka darasani naenda dom, nalala, nasikitika, naumia, nalia,
napata shida za aina nyingi katika maisha yangu nilivyokuwa huko, lakini nimejifunza kusimama na Yesu Kristo, kwa sababu Yesu ndiye mkuu na Yesu ndiye ameweza kusimama nasi katika shida na adha yote ambayo imetukuta katika familia yetu. Nimejifunza kwamba kumtumainia Mungu katika maisha yako ndiyo namna pekee ya kuweza kukufanikisha wewe. Leo tunaadhimisha miaka 2 na nadhani baada ya hapa nitakuja na documentary kuhusiana na maisha ya baba yangu, kwa sababu wengi wenu mnataka kusikia na wengi wenu mlitaka kujua rafiki yenu alikuwaje. Baba yangu amekuwa na marafiki wengi, hasa upande wa Kenya, wengine kutokea Sierra Leone, wengine kutokea Liberia na vitu kama hivyo. Ana sifa nyingi sana ambazo alizokuwa nazo, lakini ana mtazamo mingi kutoka kwa watu tofauti tofauti. Wengine walimjua kama mgomvi, wengine walimpenda sana. Na katika msiba wake, moja kati ya vitu ambavyo vilishangaza watu wengi ni vilio. Wengine walilia wakisema kwamba mcheshi ameondoka. Wengine wanashangaa, wanasema huyu jamaa alikuwa serious sana na maisha, ni kwaje amekuwa mcheshi? Naam, ni vitu ambavyo nimejifunza katika umauti wake. Nikiadhimisha siku yake hii, akifikisha miaka 2 hayupo duniani, ninatazama maisha yangu kama yangekuwa maisha ambayo yamejaa dhiki na taabu. Ninatazama maisha yangu ambayo yangekuwa maisha yasiyokuwa na mbele wala nyuma, nikikosa mwelekeo. Ninamtazama mamangu, angekuwa ni mtu wa kulia kila siku. Najua mama, muda mwingine unapata matatizo, unafikiria ni namna gani maisha yatakuwa, ni namna gani magumu ambayo unayapitia, ni namna gani angekuwepo angeweza kukusaidia kupitia matatizo. Lakini nakutia moyo ya kwamba Yesu hajatuacha. Yesu ameendelea kuwa nasi. Yesu ameendelea kutusaidia katika kila njia ya maisha yetu. Kitu ambacho nimejifunza sana ni kufuata mwongozo wa Yesu. Haujui ni muda gani utakaoondoka. Mtumishi wa Mungu alijua, nadhani alijua muda wake ambao atakaoondoka, kwamba muda wake ulikuwa umewadia. Hivi sasa tunavyoongea, angekuwa hai, huenda angekuwa anachukua masters yake Marekani. Na hapo ndipo nikaja kugundua kwamba elimu ambazo tunazifukuzia, pesa, magari, maisha mazuri hayana maana kwenye maisha, kwa sababu vyote kuna siku inaweza kufika unaviacha duniani. Cha muhimu na cha msingi ni kufuata maelekezo ya Mungu, ni kufuata maelekezo ambayo Mungu anatuelekeza, kwa sababu muda wowote anaweza katuvuna. Na sasa akikuvuna ukiwa na shida nyingi kwenye maisha, matatizo, kufanya vitu ambavyo havimpendezi yeye, basi maisha yako yatakuwa bure. Kwa hiyo kama hivi leo ninavyoadhimisha siku yake, ninachojifunza ni kwamba daima nitaendelea kupambana kwa ajili ya familia yangu. Daima nitaendelea kusimamia misingi aliyokuwa ameiacha. Daima nitaendelea kusema na yeyote ambaye anataka kutudhuru, basi apitie kwangu ndipo aweze kutudhuru. Daima nitaendelea kuwa jasiri kama yeye. Daima sitapenda mchezo kwenye maisha yangu na watu niwapendao kama yeye. Mimi ni Michael Feleshi na najivunia kuwa mtoto wa Feleshi. Shukrani za dhati ziende kwa kila mmoja aliyesimama na familia wakati wa matatizo haya, kutusaidia kuvuka changamoto na vikwazo vingi. Daniel Feleshi Michael, mtumishi wa Mungu, umeacha pengo kubwa ndani ya maisha yetu na wale wote ulioweza kuwagusa kwa namna moja au nyingine. Si hivyo tu, hadi wale waliokusema ubaya na kukutukana wanakuhitaji ufanye jambo ndani ya maisha yao hivi leo. Tutakuwa wa ajabu tusipomshukuru Mungu kwa kukutwaa, kwani yeye ndiye aliyebeba hatima yetu sahihi. Kamwe sitasahau neno uliloniambia wakati wa msiba wa Uncle Joakim. Ulisema tusilie kama watu tusio na matumaini, kwamba yaja siku tutaonana. Ulijua ulichokuwa unakizungumza. Najua huko uliko
wapo kina babu na bibi wazazi wako, Anko Joakim, Mama Bisia, Babu Devi, Mama Mdogo Neema, pamoja na jamaa zetu wengine wengi ambao pia wengine wataendelea kuja. Tutaishika imani hadi tutakapotwaliwa na kufurahi pamoja nanyi kwenye raha ya milele. Kutoka kwa Lois, Michael, John, Feleshi mdogo, Peter, tunakukumbuka na tunakupenda sana. Mungu aendelee kutushikilia na kutupa imani ya kutembea. Asante. Tulikuwa tumekaa hapa, hatukuwa na mazungumzo mengi, kumbe ndo ulikuwa unaniaga taratibu.